Kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba Sport Club dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam. Hatimaye waamuzi wa mchezo huo wameanza kuhusishwa, huku wakiwa wanatajwa waamuzi kutokea nchini Morocco wakiongozwa na Hamza El Farouk kwamba ndio wanapenda kuamua mchezo huu kinaga ubaga. Tunakwenda kuangazia waamuzi hawa kutokea huko nchini Morocco, Afrika ya Kaskazini. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabir Daniel, tunakwenda kukuletea uchambuzi kwa upande wa waamuzi kinaga ubaga. Nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhan Mpuma. Shabir, tukianzia hapo, dabi ya Kariakoo, mechi kubwa katika nchi, inakwenda kuamuliwa na waamuzi wakubwa Hamza El Farouk kutokea nchini Morocco. Tukianzia hapo, kwa upande wa bodi ya ligi na ligi kuu kwa ujumla, wameangalia nini hasa kuselect ama kuchagua waamuzi wa kigeni kwa mara ya pili katika historia ya ligi kuu ya NBC Premier League? Kwanza kanuni zinaruhusu kufanya maamuzi ya kuleta waamuzi kutoka nje. Wanayo haki kabisa kikanuni kufanya ambacho wameamua kukifanya, na ukiachana na ku-exercise hiyo kanuni kwenye ya ligi kuu, lakini pia kwa ukubwa huu mchezo, upekee pia wa huu mchezo, nafikiri umekuwa ni mchezo ambao una matukio mengi sana ambayo kwa bahati mbaya sana, labda kwa viwango vya waamuzi wetu tulionavyo ndani ya nchi, wameshindwa kuendana na kasi ya huu mchezo. Na TFF wanachojaribu kukifanya, bodi ya ligi, ni kuepusha tu zile lawama na uwezo mdogo ambao waamuzi wetu wamekuwa wakionyesha kwenye michezo mingi tu, sio huu wa Simba na Yanga. Kwenye michezo mingi ambayo inachezeshwa kwenye ligi yetu Tanzania, uamuzi ama kiwango cha officiating cha uchezeshaji kutoka kwa marefa kimekuwa kiko chini mno. Ndio maana karibu kila mkeka ambao unatoka bodi ya ligi kuadhibu makosa ya timu, wachezaji na vitu vingine, kuna namna tu kuna namna lazima kuna mwamuzi mmoja hapo lazima atakutana na punishment ya uchezeshaji ambao hukuzingatia either sheria 17 za mpira wa miguu ama kwa kukiuka maksudi ama kiwango kidogo cha uchezeshaji. Kwa hiyo kikanuni bodi ya ligi wapo sahihi, lakini pia kwa kuzingatia pia viwango vidogo vya waamuzi wetu na kwa ukubwa huu mchezo, nadhani unaweza kuelewa TFF kwa nini wameamua kuleta waamuzi, bodi ya ligi kuleta waamuzi kutoka Morocco. Sawa, Shabel, tuanze kuangazia waamuzi wenyewe, tukianza na mwamuzi wa kati kwa maana ya Hamza El Farouk kutokea huko nchini Morocco. Wanasema kwamba Dima Magharibi. Ni mwamuzi wa aina gani? Ana uwezo wa kuchezesha mechi kubwa kama dabi ya Kariakoo, lakini pia tukiangazia rekodi yake, lakini pia historia katika mechi kubwa za kule nchini Morocco. Ni mwamuzi ambaye kwanza unajua ni ukiwataja waamuzi ambao wamekuja, unaweza sawa ni center referee umemtaja yeye Hamza El Farouk, lakini wanakuja waamuzi wanne wote kutokea nchini Morocco. Hawa waamuzi wanne ambao wanakuja kuchezesha hii mechi, ukiachana na Hamza El Farouk, yupo mwamuzi msaidizi Lassine Azawi, yupo pia mwamuzi namba 2 msaidizi Hamza El Nasri, pamoja na fourth official ambaye ni Mustafa Kechaf. Hawa ni waamuzi wanne ambao ni elite referee nchini Morocco. Katika hiyo Morocco kwa Afrika ndo taifa lenye waamuzi wengi wenye beji ya FIFA kuliko taifa lolote. Wana waamuzi 33 ambao wana beji ya FIFA na wanatambulika pia na chama cha shirikisho la soka nchini Morocco. Kwa hiyo Morocco wameinvest sana kwenye masuala ya mpira na vitu kama hivyo, wameinvest sana kwenye kuwawezesha marefa kuwa competent kwenye kuchezesha michezo mbalimbali ya ligi za ndani, mashindano ya CAF pamoja na mashindano yale ya kimataifa. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba kwenye waamuzi wa 33 Morocco kwa Afrika ndio taifa ambalo limetoa waamuzi wengi ambao wanakwenda kuchezesha finali za kombe la dunia nchini Marekani na Mexico mapema mwaka huu. Kwa maana waamuzi kwenye eneo la mchanganyiko wakati vibendera pamoja na video assistance referee ama vikure. Kwa hiyo unaweza kuona level ama daraja la uamuzi la uchezeshaji ambapo Morocco wapo kwa sasa hivi kulinganisha na mataifa mengine yaliyosalia. Sasa ukimzungumza Hamza El Farouk, huyu kwanza ni ukiachana naye kuchezesha kuwa kama center referee, lakini eneo lingine ambalo amebobea kwa kiwango kikubwa
ni kwenye kuifanyia kazi teknolojia ya video ya VAR vekuri. Na mimi kidogo imenishangaza kwa sababu huyu rekodi zake za mechi za kimataifa kwa miaka hivi karibuni nyingi imebebwa na yeye kuhusika kwenye VAR kuliko hata kuchezesha mechi kama center referee. Na fourth official alichaguliwa kwenye mchezo huu wa Simba na Yanga anaitwa naye ni Morocco, anaitwa Mustafa Kichafu. Huyu ndio center referee ambaye anachezesha mechi nyingi za ndani nchini Morocco na mechi za kimataifa za CAF, ambaye sisi kwenye mechi yetu ya dabi anakwenda kuchezesha mwamuzi wa akiba. Alafu mwamuzi ambaye anahusika kwenye VAR ndo anakuwa mwamuzi wa kati. Lakini wote hawa ni wabobevu kwa sababu wapo wamefanyia kazi, ni watashi kwenye hivi ambavyo wamekuwa wanavifanya. Kwa hiyo na ni waamuzi ambao ukimwacha mfano huyu Hamza Al Faruq kwenye waamuzi wote wanne ambao wanakuja kuchezesha dabi ya Simba na Yanga, ni huyu Hamza Al Faruq pekee ambaye ndio atapata nafasi ya kwenda kuchezesha pia finali za kombe la dunia kama atakuwa kwenye upande wa video. Amechaguliwa miongoni mwa wale ma video assistant 30 wa FIFA watakao shiriki kwenye FIFA, naye ndio yumo, ni mmoja wapo. Kwa hiyo inakuonyesha pia level ya aina mwamuzi ambaye anakuja kuchezesha mchezo mkubwa huu wa Simba na Yanga mitatu katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Shabel, hii inaashiria kwamba bodi ya ligi wamejiandaa kuepuka lawama ambazo tumekuwa tunazishuhudia kwenye mechi za nyuma moja kwa moja, ama kitu gani ambacho wamelenga kwenye hili kuchukua waamuzi kutoka nje kwa mara ya pili? Yes, kwanza ni kama kukosa uaminifu kwa waamuzi wa ndani. Yaani unapokosa uaminifu na waamuzi wa ndani, unapoona kwanza wanakuja sawa, ni kanuni zinaruhusu, lakini unapoona hawa waamuzi wa nje wanakuja kuchezesha mechi zetu ni kukosa uaminifu na kiwango cha uchezeshaji wa waamuzi wetu wa ndani. Wanakosea sana, hata kama ni makosa ya kibinadamu, ila sometimes pia inakuwa ni too much. Na kuna malalamiko kama hayo ya timu kuonewa na vitu kama hivyo kwenye mechi hizi kubwa zinazohusisha Simba na Yanga. Lakini sio Tanzania pekee ya malalamiko yamekuwa yakitokea. Nadhani Egypt pia wameadopt hii system ya kuleta waamuzi kutoka nje. Wao ndio waasisi. Ndio kama waasisi. Wamezoea ligi yao mechi kubwa zinachezeshwa na waamuzi kutoka nje. Ijumaa kuna dabi ya Cairo patashuhudia pia waamuzi. Yes. Kwa hiyo sio kitu kigeni, lakini kwa kwetu huku mimi naelewa bodi ya ligi kwa kuleta waamuzi wa nje. Tena nitamani hata hii system ingekuwa tu kwa mechi zote. Yaani Mashujaa na KMC waamuzi kutoka Burundi, Mbeya City na Mungo waamuzi yanatokea Rwanda. Nadhani ingewachangamsha kidogo waamuzi wetu wa ndani, kwa sababu ni kama vile viwango vya kuchezesha wanavyo, ila kuna kauzembe fulani ambapo wanakafanya ambapo sijui kanatokea wapi. Either ni kwa kushawishiwa ama ni kwa utashi wao. Sasa sielewi ugumu unatokea wapi. Hata waamuzi ambao tupo nao wa FIFA kina Rajige wanakosea sana. Wengine wanafungiwa kimya, hata taarifa tuzioni, tusikie tu wamerudi. Kwa hiyo hiyo yote inakuonyesha kwa nini bodi ya ligi haina imani na waamuzi wa Tanzania mpaka kuleta waamuzi hawa kutokea nje. Shabel, mimi nataka uniambie kitu kimoja. Kwa nini bodi ya ligi na TFF wamekuwa wanachukua waamuzi kutoka ukanda wa Afrika ya Kaskazini? Tumeshuhudia dabi ya msimu uliopita kutokea Misri. The same msimu huu tunakwenda kushuhudia waamuzi kutokea nchini Morocco. Hawa waamuzi wengine kutoka kusini mwa jangwa la Sahara, wakina Pierre Acho, maybe wakina Bobo Traore, huyu refa bora wa msimu kutokea Somalia, Sambade, hatuwaoni kwenye mechi kama hizi. Pengine kule kuna waamuzi bora kuliko huku, ama ni kitu gani ambacho wanaofia? Hapana, sio kwamba hakuna waamuzi bora upande wa kwetu, lakini inawezekana kwamba ukanda wetu huku chini kusini kwa jangwa la Sahara, Sekafa huku wanazifahamu hizi timu na wanaijua pressure ya hizi timu. Unaona, na wamechezesha sana hizi mechi. Kina Mbongila wanakuja, kina Pierre Acho wanakuja, kina Ndaishimo sio kina nani wanakuja sana kuchezesha hizi mechi za Simba na Gato wanakuja, unaona. Kwa hiyo wanafahamu lawama ambazo zinaweza zikatokea kwa sababu wanazifahamu. Wanaofficiate sana hizi mechi za Simba kimataifa, wanaofficiate sana mechi za Yanga kimataifa. Kwa hiyo ni vyema aje mtu ambaye hajawahi kuzigusa hizi timu, hazijui, yani hata akiambiwa ahitaji anaweza kaijua, anaijua Simba kihistoria kwa sababu ya historia yake kwenye mashindano ya CAF.
lakini hajui rival labda kwa undani iko vipi unapo officiate hizi mechi. Yani mwamuzi ambaye ni neutral zaidi, ambaye hajawahi kuzilisha Simba na Yanga kwenye mechi zozote hata za CAF. Naamini ndio kigezo ambacho labda bodi ya ligi wamekizingatia zaidi, na kinasaidia kwa namna yake na moja ama nyingine, kwa sababu tunashuhudia kwa mfano msimu uliopita wale waamuzi kutoka Misri waliokuja top performance, walichezesha vizuri sana bila kupendelea, bila kumuonea mtu, kwa sababu hawajawahi kuzigusa hawajawahi kuofficiate mechi, wanakuja kufanya kazi ambayo imewaleta kazi ile, na the same waamuzi kutoka Morocco wanakuja kufanya kazi ambayo imewaleta kwenye mchezo huu. Sawa, Shabela anamaliza hivyo, lakini nikwambie tu kama mtazamaji, Nabii huwa hakubariki kwao. Mara baada ya mchezo wa dabi kumalizika kule nchini Kenya, mashemeji dabi kati ya FC Gor Mahia dhidi ya FC Leopards, shabiki mmoja wa klabu ya FC Leopards alizungumza kwamba wao wanafikiria kutoa waamuzi kutokea nchini Tanzania wakaamue dabi yao, lakini sisi kwetu tunaona hawafai.